Filamu inaanza katika kiwanja cha ndege. Hapa tunamfahamu bwana mkubwa mmoja anaitwa Radi, kafika kwenye siti yake kakaa. Hapa kando kuna mshikaji mmoja kavaa kofia. Huyu jamaa anaitwa Rawa, alikuwa amechoka vibaya kinoma. Baada ya muda ndege ikaanza safari yake. Mshikaji akawa ameamka. Baada ya mhudumu kufika hapo, jamaa akawa ameomba juisi ya machungwa. Mara hiyo hiyo mlipuko mkubwa ukawa umesikika ndani ya ndege. Ndege ikatikisika, mhudumu akawa ameanguka pembeni. Muda huo huo ndege ikaanza kushuka chini kwa kasi kubwa sana. Kila mmoja ndani hapa alikuwa anaomba kwa imani yake. Ndege hii ikiwa imeanguka ndani kati ya msitu huko. Vyombo vya habari mara moja vikawa vimetangaza tukio la ndege kudondoka. Ndege ilikuwa inasafiri kutoka Paru kwenda Jakarta. Ndege ilipoteza mawasiliano muda mfupi tu baada ya kutoka airport. Kapteni Prato, mkuu wa kamati ya uchunguzi wa ajali za usafiri, alithibitisha tukio hilo akisema kwamba ndege hiyo ilikuwa na abiria 127 wakiwemo wahudumu. Ilipoteza mawasiliano dakika 5 tu baada ya kutoka kiwanja chake. Hapa kiwanjani tunamfahamu binti mdogo anaitwa Zahra, yuko na mama yake. Wao hawa walikuwa ni familia ya rubani. Huyu Zahra baba yake ndio alikuwa anaendesha ile ndege. Tunamfahamu mwanamama mwingine anaitwa Dita, yeye huyu alikuwa ndo mke wa Radi. Kafika hapa anahitaji kujua taarifa zote kuhusiana na mume wake, akaambiwa kwamba asubiri taarifa itatolewa zaidi. Dita ikabidi kukaa hapo akiambia ndugu zake wamwombee mume wake ili apatikane akiwa salama, akiwa pamoja na familia zingine. Kuna mwanaume mmoja alikuwa amefika hapa, huyu jamaa anaitwa Pak Musim, akampatia chakula na nyaraka akisema kwamba hata yeye pia amempoteza mtoto wake na mjukuu wake katika ajali hiyo. Kisha akamwonyesha video kutoka TikTok zinasambaa, zinadai kwamba kuna manusura mmoja tu ambaye alipatikana akiwa hai ndani ya ndege hiyo. Taarifa hii imepatikana TikTok, kwa hiyo haijathibitishwa kabisa. Ikabidi watulie tu hapo wasikilizie. Baada ya muda maafisa wakathibitisha kwamba eneo la ajali limepatikana kweli na timu ya uokoaji inaenda kule mara moja. Sasa wakati maafisa wanaendelea kutoa taarifa, Dita akaamua kupiga picha orodha ya waathirika wote aliyokuwa nayo Musini. Timu ya uokoaji kweli ikajaribu kwenda eneo hilo, lakini ikashindikana kabisa siku hiyo. Wakarudi siku ya pili. Kweli siku hiyo wakawa wamefanikiwa kabisa kufika eneo la tukio. Wakaanza kufanya uchunguzi katika mabaki ya ndege. Waliokota miili mingi sana na mtu mmoja tu ndiye aliyekuwa manusura. Huyu jamaa sio mwingine ni Rawa. Rawa akapelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu ili kuchunguzwa zaidi. Baada ya vipimo, uchunguzi wa madaktari wakabaini kwamba Rawa alikuwa amevunjika mifupa sehemu nyingi sana za mwili wake. Mama yake ndiye anamsimamia kila kitu, japo alikuwa na wasiwasi sana juu ya mwanaye. Mwakilishi wa shirika la ndege akamchukua huyu mwanamama akampeleka kwa mkubwa wake. Huyu jamaa anaitwa Adamu. Kafika hapa anamwahidi kwamba shirika la ndege litalipia gharama zote za matibabu pamoja na kutoa msaada kwa familia yote ambayo itahitaji msaada huo kwa mtu yoyote aliyekuwa ni mwathirika katika ndege ile. Mwanamama Dita akaanza kumfuatilia mama yake Rawa, akaenda mpaka mahali ambapo Rawa alikuwa amelazwa. Kafika hapa, kijana kwa bahati nzuri alikuwa amepata ufahamu. Huyu mama akamnywesha na maji Rawa. Rawa anafahamu kwa mbali sana. Dita akawa amejitambulisha kwamba yeye ni mke wa mmoja wa mwathirika, akamwonyesha picha ya mume wake, akamuuliza unamkumbuka huyu? Dita kwa nini ameshupalia kumuuliza huyu jamaa japo ni mgonjwa? Dita amekwisha kugundua kwamba Rawa aliketi katika kiti namba 30D huku mume wake aliyefariki dunia yeye aliketi katika kiti namba 30C. Kiti alichokuwa ameketi Rawa ndicho kiti ambacho mume wake huyu binti alifaa kukaa pale. Kwa nini huyu kijana alienda kukaa kwenye kiti cha mume wake? Hili jambo likamfanya Dita kuamini kabisa kama Rawa asingechanganya kiti hicho, mtu aliyekuwa na nafasi ya kuwa manusura katika hii ajali alikuwa ni mume wake na sio huyu kijana. Katika kumbukumbu za nyuma zikaonyesha kweli kabla ya safari Rawa alikosea kiti, alikaa kwenye kiti cha Radi. Ingawa Rawa alihitaji kubadilisha ili amwachie mshikaji akae katika hicho kiti, lakini Radi hakuwa na shida ya aina yote, akamruhusu kijana Rawa aendelee kusalia katika hicho kiti. Baada ya Rawa kujitambua vyema, akaanza kuhojiwa na maafisa ili Rawa asaidie uchunguzi wa ajali ile, watu wapate maelezo ya kutosha. Rawa akaeleza kwamba kabla ya ajali alikuwa amelala kwa sababu alikuwa amechoka mno, hivyo hakumbuki vitu vingi. Aliamshwa na mhudumu wa ndege. Muda mfupi baadaye, baada ya kuhudumiwa, kulisikika mlipuko mkubwa sana, ikafuatia na kishindo kikubwa. Baada ya hapo, kila kitu kilichofuatia mbele yao ilikuwa ni ajali tu. Hakuna chochote alichoshuhudia zaidi ya vilio vya watu. Alisikia watoto wakiwa wanalia, watu wazima, kila mmoja alikuwa anaomba kwa imani yake. Hata baada ya ajali alisikia kuna watu walio
waliokuwa wanalia, hii ikionyesha kwamba ndege ilivyoanguka chini kuna watu walikuwa bado wako hai. Anasema kwamba licha ya kuumia vibaya sana, alijitahidi kujivuta ili kujaribu kwenda kutoa msaada. Kabla hajapoteza fahamu, alimuona hata mtu ambaye alimwachia kiti anakata roho huku anamuona. Kabla ya kupoteza fahamu, alimsikia Radi akimwambia kwamba usijali, kisha Rawa akawa amepoteza fahamu. Sasa kitu ambacho kilileta maswali mengi sana ni kuhusiana na mlipuko uliotokea kabla ya ajali ya ndege. Maafisa wakawa wamemshukuru kwa ushirikiano wake tu huyo kijana, kisha wakawa wameondoka hapo. Baada ya siku kadhaa, Rawa akaruhusiwa kurudi nyumbani. Alipofika nyumbani, mama yake akawa amemjulisha kwamba amepata mwaliko wa kwenda kuhudhuria katika vyombo vya habari ili kutoa maelezo zaidi. Kuna utafiti unaendelea kufanyika huko. Mama akawa amemjulisha kijana kwamba hata shirika la ndege pia limetoa kiasi cha shilingi bilioni 2 kwa Rawa baada ya kuwa amenusurika. Rawa akawa ameuliza, ningekufa wangenilipa shingapi? Mama akasema kwamba hajui kitu chochote, kilicho muhimu kwake sio pesa, ni mtoto wake kuwa hai. Rawa akaanza kuhoji. Mshikaji hakupendezwa sana na namna ambavyo shirika la ndege linaendelea kumtendea mema, yaani anaona kabisa kama anahongwa, na aliona kabisa hili jambo linatokea ili tu kuto kuharibu taswira ya shirika la ndege. Akaanza kuhisi kabisa yawezekana ajali ile ilisababishwa na makosa ya shirika lenyewe. Usiku baada ya kutafakari sana, Rawa akawa amemtumia ujumbe mwanadada Dita na akampatia pole ya kumpoteza mme wake. Kesho yake Rawa akapelekwa moja kwa moja kwa uandishi wa habari, na siku hiyo familia za waathirika wengine walikuwepo hapo. Rawa akawa amejitambulisha kwamba yeye ndio manusura pekee katika ile ajali. Baada ya hapo, Pruato akawasilisha maelezo ya safari ya ndege. Akaeleza kwamba ndege iliondoka uwanjani katika uwanja wa ndege wa Paro kuelekea Jakarta. Rubani mkuu wa ndege hiyo ni Kapteni Diga, mtu ambaye alikuwa na uzoefu wa masaa 22,500 ya kuruka angani, huku rubani aliyekuwa msaidizi yeye alikuwa na masaa 678 tu. Yeye alikuwa anaitwa Hermato. Hermato aliwasiliana na uongozi wa ndege akitangaza hali ya dharura. Afisa aliyepokea taarifa hiyo akamshauri Kapteni Diga kutafuta uwanja wa ndege uliopo karibu. Ndege iliendelea kutoka njiani na baada ya muda ikiwa imeanguka msituni. Baada ya maelezo hayo, basi ukawa ni wasaa wa maswali na majibu. Mmoja wa waandishi akawa ameuliza, ni lini hasa taarifa kutoka katika kisanduku cheusi cha ndege zitapatikana, yaani kutoka katika black box? Pruato akajibu kwamba uchunguzi bado unaendelea na timu maalum na watengenezaji wa ndege walikuwa wanafanyia kazi jambo hilo. Mwandishi mwingine akauliza kwamba ajali hiyo ilisababishwa na uzembe wa marubani ama ni nini? Pruato akasisitiza kwamba sababu halisi ya hiyo ajali bado haijafahamika. Akasema kwamba kwa mujibu wa maelezo ni kwamba kulisikika mlipuko ndani ya ndege, lakini hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba ule mlipuko ulisababishwa na bomu ama ni nini kilichosababisha mlipuko ndani ya ndege. Uchunguzi bado unaendelea, hivyo wanapaswa watu wasubirie. Matokeo yatapatikana baada ya black box kuchunguzwa na majibu yataletwa mbele ya watu. Baada ya huo mkutano, Rawa akataka kwenda kukutana na Dita, lakini akawa amegongana na Zahra pamoja na mama yake. Sasa huyu mama yake Zahra anaitwa Damiati. Hawa wao kama nilivyokujulisha mwanzoni, hawa ni familia ya pilot aliyekuwa anaendesha ile ndege. Damiati yeye ni mke wa yule baba. Huyu mama akamwambia kwamba Rawa anatamani sana kuzungumza naye japo kwa muda. Mama yake Rawa akawa amefika hapo, hivyo akawa amefahamiana. Damiati akawaalika Rawa pamoja na mama yake nyumbani kwake kwa mazungumzo zaidi. Kweli wakawa wamekubali jambo hilo. Dita baada ya kupita hapo, Rawa akaomba wazungumze na Dita. Dita akawa amekubali. Rawa akaanza kumwomba msamaha kwa kubadilisha kiti cha mme wake, pengine asingefanya hivyo. Mme wake ndiye alikuwa na nafasi ya kuendelea kubaki hapa. Akaeleza kwamba yeye alikuwa anazungumza na rafiki yake kwenye simu, hivyo hakujua kabisa kama amekosea kiti, lakini mme wake alipofika hapo alimkatalia, akamwambia endelee kusalia katika kile kiti. Aliona haina tatizo la aina yoyote. Kijana akasema ukweli wake. Dita hakukubali kabisa haya maelezo, akaamua kuondoka tu hapa. Yeye anachoamini nafasi ya mtu kubaki hai mpaka sasa ilikuwa ni kwa mme wake na sio huyu bwana mkubwa Rawa. Siku iliyofuata Rawa na mama yake kweli wakaenda kumtembelea Zahra pamoja na mama yake nyumbani kwao. Siku hiyo wakara wakazungumza na wakafurahi kweli kweli. Baada ya kutoka hapo, Zahra pamoja na mama yake wakaenda moja kwa moja kutembelea katika ofisi za KNKT na kusikiliza rekodi ambazo zilipatikana katika sanduku jeusi. Rekodi hizo zinaonyesha kwamba rubani na msaidizi wake walifanya kila wawezalo ili kuokoa ile ndege, lakini ilishindikana kabisa. Jambo hilo lilimfanya mwanamama Diamante
kuwa mwenye huzuni kubwa kupita kiasi baada ya kuona kwamba juhudi zimefanywa sana na mume wake, lakini ile ndege ilianguka tu. Upande wa Dita, yeye akaenda mbali zaidi. Yeye akatafuta kabisa na mwanasheria anaitwa Adrian, anahitaji kupata nguvu, anahitaji kufungua mashtaka shirika lote la ndege. Anaona kabisa lile shirika litakuwa na kasoro. Akasema kwamba kwanza fidia waliopewa kama wafiwa haifute kabisa maumivu kwa namna aina yoyote. Sasa huyu mama alikuwa makini sana na alikuwa ni mchunguzi wa hali ya juu. Kwanza akaanza kuwa karibu sana na Rawa na akawa ametambua kwamba Adam, mmoja wa viongozi wa lile shirika la ndege, alikuwa kwenye sherehe usiku huo huo kabla ya ndege kuondoka, na alikuwa bize sana kutumia madawa ya kulevya pamoja na mpenzi wake, kwa sababu yeye alikuwa katika sherehe. Hivyo inaonyesha wazi kwamba alichelewa kuchukua hatua. Dita alizidi kuamini kabisa wanaweza kuishinda hii kesi mapema mno. Mama huyu alikuwa mbele ya muda kabisa, akaenda na Rawa kwa mzee Musi. Musini yeye aliamini kabisa ile ajali ilitokea kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hakuwa kabisa na mambo mengi. Dita akafika hapo, akaanza kumchochea, alimtia maneno, akamwambia kabisa kwamba hii ajali ilisababishwa na uzembe, sio mipango ya Mwenyezi Mungu. Akatoa maneno yake hapa mpaka huyu baba mwenyewe akaanza kutingisha kichwa, akaanza kumsikiliza kwa umakini. Huyu mama anasema kwamba wahusika wote ni lazima wawajibishwe. Musini akawa amekubali kuungana na Dita na akaahidi kwamba atawasiliana na familia zingine za waathirika waungane, nguvu iwe kubwa. Rawa akiwa njiani pamoja na Dita akasema kwamba alipewa rupia bilioni 2. Hii ni kama milioni 300 za Kitanzania. Hii ni fedha tu aliyopewa, ni tofauti na gharama za matibabu. Rawa akasema kwamba alihitaji kuzirudisha hizi pesa, lakini sasa kwa sababu amemwona Dita anayo shughuli mbele yake, shughuli ya kimahakama, akamwambia kwamba kama unahitaji kuzitumia hizi pesa zipo tu, unaweza kuzitumia. Sasa Dita sio kwamba yuko na huyu kijana ndo kwanza akamwamini, lakini hapana, bado anamuona kabisa huyu kijana yeye ndo alifaa kufa, mume wake ndo alifaa kuwa hai mpaka sasa. Kwanza akasema kwamba yeye kama mfiwa amepewa kama bilioni 1.5 tu, alafu wewe kama manusura umepewa bilioni 2. Hii imekaaje? Bado mama anamuona kabisa huyu kijana ni kama chanzo cha mume wake kufariki. Akasema kwamba hizo pesa kama unahitaji kutumia wewe zitumie tu, mimi sina shida nazo kabisa. Rawa akajua kabisa huyu mama bado ana kinyongo, akamwomba radhi kuhusiana na jambo lililosababisha mume wake kufariki, kubadilishana viti. Baada ya hapo, Rawa akaenda na mama yake kukutana na Adamu. Zile pesa kuzichukua, alikuwa na mpango wa kuzirudisha, lakini sasa Rawa kwa sasa amebadili mawazo. Kwa sasa anazihitaji hizo fedha ili akazigawe katika familia zingine ambazo za waathirika, ambao wao wanaamini kwamba walipewa pesa kidogo. Baada ya siku kadhaa kwenda, Dita, Adrian pamoja na familia zingine za waathirika kweli walikuwa wamefungua kesi dhidi ya shirika la ndege. Adamu alikubali madai hayo kwa kusita, kwa sababu alihofia kuchafua shirika. Wakati huo huo, Patricia yeye akaanza kuonyesha mashaka makubwa sana kuhusiana na uchunguzi uliofanywa na KNKT. Akadai kuwa anahisi uchunguzi haukufanyika wa viwango vya kimataifa, kwa sababu kama uchunguzi ungefanyika, marubani wangebainika kama walifanya makosa. Ili kuthibitisha kwamba marubani hawakufanya makosa, alifanya majaribio mbalimbali kwa kutumia marubani tofauti tofauti kwenye kifaa cha kuigiza urushaji wa ndege, lakini hakuna aliyefanikiwa kuwa ndege kama hiyo. Inaonekana sio kosa la rubani, lakini wanahitaji ushahidi wa ziada. Hawawezi kusema hivyo moja kwa moja kwa sasa. Brato akamwomba Rawa ashiriki katika uchunguzi mwingine ili kusikiliza mlipuko uliopatikana kabla ya ile ajali. Kuna jambo wanaweza kulitambua kupitia uchunguzi huo. Rawa akawa amekubali hilo jambo, akawa ameketi katika kiti sawa sawa na kiti ambacho alikaa katika ile ndege. Akaambiwa akae atafakari na akumbuke kabla ya safari na baada ya safari na kila kitu kilichotokea wakati wa safari. Kijana akawa amekumbuka namna alivyokaa kimakosa katika kile kiti, na Radi baada ya kufika hapo, jinsi Radi alivyomruhusu kijana aendelee kubaki katika kile kiti. Wachunguzi wanaendelea kumtazama na wakaanza kucheza sauti tofauti tofauti za mlipuko atakaosikia na akautambua kweli. Baada ya kucheza milipuko hapa, akawa ametambua mlipuko mmoja, akasema kwamba huo ndio aliosikia siku ya ajali. Wakamuuliza, una uhakika? Nao akasema kweli ndio nina uhakika. Wakamshukuru kwa utafiti huo. Wao wanaenda kumalizia sehemu iliyobaki
Baada ya hapo, Plato mara moja akaitisha mkutano na waandishi wa habari. Plato akasema kwamba kwa taarifa zilizopatikana kwenye kinasa sauti katika chumba cha marubani, katika data za safari ya ndege pamoja na ushuhuda zinalingana na ushahidi uliopatikana eneo la ajali. Matokeo yake yakasema kwamba ndege hiyo ilianguka kutokana na uzembe na sio mipango ya Mwenyezi Mungu. Uchunguzi wa kina ulibaini kwamba chanzo cha ajali ilikuwa ni matengenezo ya ndege yaliyofanywa kwa miaka 5 iliyopita. Hayakufanywa kwa kufuata utaratibu ulio sahihi. Makosa hayo ya matengenezo yalisababisha uchovu wa meta za ndege kutokana na matumizi ya mara kwa mara. Hali hiyo ilisababisha uharibifu hadi sehemu ya mkia wa ndege, na ndipo palipotokea mlipuko na kusababisha ndege hiyo ianguke. Plato pia akathibitisha kwamba rubani pamoja na rubani msaidizi walifanya waliloliweza ili kujaribu kuiokoa ile ndege, lakini ilishindikana. Dita baada ya kusikia hivyo alijiona ni mwenye hatia sana, akaona kama alikuwa na mlaumu Lawa bila sababu za msingi. Baada ya mkutano huu akamfuata Lawa na kwenda kumwomba msamaha, lakini Lawa hakuwa ni mtu wa kinyongo kabisa. Akawa amemsamehe huyu mama na akawa amemwambia kwamba kama angeliweza kumrudisha mme wake huyu binti kwa fadhila alizokuwa amemfanyia, basi angekuwa tayari yeye kufa, huyo mwanaume arudi hapo. Zara na Lawa wakaendelea kuwa karibu zaidi. Dita akasema kwamba anaamini kabisa mme wake hajafa kwa sababu ya kuhama katika kiti kilichokuwa lengwa. Akamshukuru Lawa kwa moyo wake. Kijana kwa sasa anatembea, ana afya njema kabisa, anaendelea kuwa imara kadiri siku zinavyozidi kwenda. Shirika la ndege ikabidi kuwajibika kwa uzembe waliosababisha na kugharimu maisha ya watu. Hiyo kampuni ilikubali kulipa fidia zote kwa waathirika wote ili kuepuka kuharibu zaidi sifa ya shirika. Subscribe, like na kucomment. Karibu Swahili Flix Empire.